Okay. Hatua ya kwanza, hakikisha una account ya Binance. Procedure number one, make sure una account ya Binance. Hii ni crypto exchange. Hii ni crypto exchange, japo zipo za aina tofauti tofauti. Kuna wengine wanatumia Huobi, kuna wengine wanatumia Indodax, Kraken, Bybit, OKX, zipo za aina tofauti tofauti. Lakini napenda sana kutumia Binance kwa sababu vitu vyake, yani kifupi ni top crypto exchange tofauti na zile nyingine. Zile zinafuata si Bybit, inakuja Indodax, Huobi, yes. Hatua ya kwanza utabonyeza asset hapa chini kulia, kuna sehemu imeandika asset. Ukishabonyeza, then hatua ya pili utabonyeza, hakikisha unabonyeza funding. Hizi ni wallet mbili tofauti. Kuna spot wallet na funding wallet. Lakini spot wallet ni wallet ya masoko ya crypto. Kama pesa zako zipo kwenye spot wallet, tafsiri yake uzisogeze huko kwenye spot. Japokuwa hii ni vision ya Binance imekuwekea option, tafsiri yake zinaingiliana hizi. Ukitaka kwenda kuuza, haijalishi pesa zako zipo kwenye spot wallet, unaweza ukazishift, unaweza ukaenda direct tu P2P trading ukauza licha ya kuwa zipo kwenye spot wallet. Hii ni vision ndio nimeona hivyo. Tofauti na zamani. Zamani ni vision ile ilikuwa inakuomba mpaka uzisogeze. Yaani kama zipo huko kwenye spot uzisogeze huko. Hapo kwa kubonyeza transfer. Utabonyeza transfer unazisogeza. From spot wallet itakuleta option mbili. Kama ni from spot wallet to funding wallet, tafsiri yake utazishift from spot wallet kama zipo kwenye spot, lakini kama hazipo utananili. Hii ni odd vision natutolea mfano, lakini sasa hivi hata zikiwa kwenye spot unaweza kuzisell. Cha msingi ziwe ni dola tu. Uweze kusema unaenda P2P trading unasell nanili hizi altcoin, CWD, OKX, Bitcoin, hapana, kitu ambacho kiwezekani. Kama zipo kwa mfumo umezinunua tayari kwa mfumo wa crypto, tafsiri yake utaenda utaziconvert au utazisell kule. Ukishazisell kwenda USDT, then muamala wako utaufanya from USDT to Tanzania shillings. Kwa sababu kunafanya P2P trading. P2P trading ni hapo. Ukishabonyeza tu funding itaona hiyo option ya P2P trading. People to people transaction, tafsiri yake ni muamala wa mtu na mtu. Muamala baina ya mtu na mtu. Na hapo umeimarishwa kivipi? Kwa njia ya order, lazima ucreate order. Kwa mfano hapa hatua ya pili nitabonyeza P2P sasa. Nikishabonyeza P2P hapa na sell $30 tu. Nimemega $30. Asset zangu nimezihide kidogo, sitaki kila mtu aone. Nimemega tu $30, nataka nizisell kwenda Tanzania shillings. Okay, hii option ni ya kubuy. Kuna option mbili hapa, buy and sell. Kama unataka kununua dola, tafsiri yake utabonyeza buy. Kama unataka kuuza dola, tafsiri yake utabonyeza kwenye sell, nitabonyeza sell. Nikishabonyeza sell, itaniletea option hii. Unataka useli kwenda mfumo upi wa upokeaji. Kama ni M-Pesa, Vodafone, kwa wale watumiaji wa line za M-Pesa, tafsiri yake utamwangalia wakala atakayekidhi mahitaji yako ya amount unataka kuuza, then utafanyaje? Utaseli. Kwa mfano kama mtu anataka kuuza $400, unaangalia huyu hapa kweli ana kiwango hicho. Hawezi kusema kwa create unataka kuuza $400 alafu hapa $92, hapana, itabidi umuache. Umtafute yule mwenye amount kubwa zaidi yako. Kwa mfano kama huyu hapa ana $1000. Okay, mimi nitakachokifanya, mimi naangalia wakala atakayeendana na mfumo wangu wa ulipokeaji pesa. Hawa ni M-Pesa, nitaachana nao, nitaflow chini. Nitamchagua wa Tigo Pesa huyu hapa. Kuna Sinaville hapa, kuna Mutra, kuna Sinaville. Huyu hapa nitamchagua Mr. Sinaville. Huyu hapa. Nitabonyeza kwa sababu pesa yangu nataka ingie kwa mfumo wa Tigo Pesa. Nitabonyeza sell. Nikishabonyeza sell, nitaput amount hapo nataka kuuza.
nitaiweka $30. Kwa mfumo, ukisema kwa mfumo wa Tanzania shilling, itajifilter tu hapa, itakuja sawa sawa na shilingi ngapi? 81,374. Mara nyingi mawakala wapo hawatumi muamala wa point. Utafanya tu hivi kwa nikisema ni sell $30 nitapata 81,374. Na mfumo wangu ulipaji ni Tigo Pesa. Pale unapobind unaweza kaadi tu hii unaiadi. Kama unataka kupokea kwa mfumo mwingine basi unafanya tu. Hii ni refresh price. Ukiona hivyo je price imeji-update. Ukiona hiyo unaibonyeza refresh price. Okay, ukishabonyeza tu hiyo basi unakuwa umemaliza. Asilimia kubwa nashauri sana uweke kwa mfumo nini? Kwa mfumo wa Tanzania shillings ili kurahisishia zaidi. Kama ni 81 uweke tu. Unataka kuuza hapa 81. Kwa mfumo wa Tanzania shillings 81. Umeona? Sasa dola ngapi? Nitakazouza dola 29.86. Then nita place order. Hii ni smart contract. Unapo create order tafsiri yake unakuwa umecreate mkataba janja baina ya mtu na mtu. Umeona? Ukisha create order, jukumu lako linabaki kusubiria. Najua unajiuliza sasa nitapokea kwenye mfumo upi? Hapana. Unapobind unaponanili kuna option kama hii option ya Tigo Pesa, hii option lazima umebind. Unapounganisha Binance labda pale lazima itakuomba uadi phone number nini. Lazima uadi phone number. Huwezi kufanya P2P trading huku kama una phone number. Lazima una phone number kwa ajili ya masuala ya transaction, yes, code confirmation, yes. Kwa hapa jukumu lilobaki ni kusubiri muamala wangu fanye ufike. Ukishafika hii button itajiwasha, itakuwa payment itakuwa ya njano, payment received. Tafsiri yake order agent anakuwa mfanya. Umeona? Hela yangu ishafika tayari hapa 81 tutabonyeza kuhakiki zaidi. Umeona hiyo? Pesa ishafika hiyo. 81. Umeona nimesave dola ngapi? Dola 29 nimepokea 81 kamili. Baada ya hapo umeona button imeshajiwasha tayari kwamba pesa yako ishafika huko. Hakiki kama imeshafika. Utafanya, napenda sana kushauri hakikisha unahakiki kwa muamala wako kama umeshafika. Kweli umefika, ndio bonyeza hii button ya payment received. Mimi tayari ishafika na nimehakiki na kila mmoja natumai umeona. Nitabonyeza payment received namna hii hapa. Then nitabonyeza hii option I have verified that payment, the payment of tissue 81,000 has been received. Umeona? Nitaibonyeza hii button. Achana na hii ya kati. I have not received, tafsiri yake unakanusha kwamba sijapokea muamala wote from the buyer, kutoka kwa muuzaji. Kutoka kwa mnunuaji wa dola zangu. Tafsiri yake kama unakanusha, lakini hatutumiagi, tunabonyeza chini. Kama umepokea muamala wako ndo unabonyeza hii chini. Kama hujapokea ndo huwezi kuongea. I have received. Utabidi kusubiri mpaka muamala wako ufike kwanza. Nitabonyeza hii I have received, I have verified, tafsiri yake nakubaliana kwamba nimepokea muamala wangu ndio. Then nitabonyeza confirm release. Nitabonyeza confirm. Nitaconfirm sasa hapa. Nitafanya confirmation kwa fingerprint hapa kwa sababu account yangu ya Binance nishaiwekea fingerprint. Hiyo ni option. Kama wewe haujawekea fingerprint itakuomba ufanye code confirmation. Code zitatumwa kwa njia ya email, utazijaza either kwa Google Authentication utazijaza, itadepend na kipengele kipi umeunganisha cha security kwa ajili ya code confirmation. Kama ni kwenye phone number utajaza. Natumai mpaka hapo tumeelewana. Mwenye shida, mwenye changamoto atanicheki tu inbox huko. Atanicheki, atauliza pale chini basi nitamjibu. Check your assets, umeona hapo tayari muamala wangu ushasoma. Hata ukihesabu hakiki hapa tarehe ngapi leo? Tarehe 19 mwezi wa 3 2025, dola 29,081. Hapo safi, hapo unakuwa umemaliza. Kama unataka create order tena utafika utabonyeza hiyo order again. Unataka kuuza tena basi, lakini nilikuwa nimepanga tu kuuza dola 30 ndio nimemake.
Usisahau kusubscribe sasa hapo chini kwa ajili ya kupeana support upate ni update ya mafunzo zaidi kwenye channel yetu ya YouTube huku.